bodi ya tumbaku na wadau wengine kuangalia namna bora itakayosaidia vyama mkoa wa Mara kupata pembejeo za kilimo cha zao la tumbaku kwa wakati stahiki. Bei ya tumbaku na pembejeo itolewe mapema kabla ya wakulima kwenda shambani ili kumsaidia mkulima katika udhibiti wa gharama za uzalishaji. Kwenda kusimamia zao hili kwa uadilifu lakini pia kwa uaminifu. Lakini tunazo AMCOS ambazo zina dhamana kwenye maeneo ya wakulima kuendelea kushirikiana pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti utoroshaji wa zao hili. Kama alivyosema afisa kilimo Karimile DC, wamekuwepo na hiyo kasumba ya utoroshaji, lakini kwa namna moja au nyingine inawezekana kabisa hata viongozi wa AMCOS wanashiriki na wale wakulima ambao sio waaminifu. Lakini tunajua kwamba zao hili tunapata pembejeo kwa bei za ruzuku. Kwa hiyo tunahitaji serikali ipate mapato ikiwa ni tofauti na kutorosha kwenda kwenye nchi yetu. Wadau na wabia wa maendeleo wa zao la tumbaku kwa ujumla wetu kuangalia namna bora ya kushirikiana na wakulima katika suala zima la kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha zao la tumbaku. Baada ya kusema hayo, nirudie tena kuwashukuru sana WAMAKU kwa namna mnavyoshirikisha kwenye jambo hili la usimamizi wa zao la tumbaku na mafanikio ambayo yanapatikana kutokana na usimamizi wenu. Nimeambiwa pia safari hii msimu huu wa 26-27 swala la usambazaji wa pembejeo litasimamiwa na WAMAKU, na tumeambiwa hapa na TFC tuendelee kusimamia ubora wa zao la tumbaku kuanzia shambani hadi sokoni ili kuwawezesha wakulima kupata bei nzuri katika soko. Wastani wa 99% wa pembejeo za mkopo wa kilimo cha zao la tumbaku zilizosambazwa katika msimu uliopita hasa kwenye maeneo yetu zilitumika na bado malipo yake hayajafanyika, hivyo kusababishia vyama vya ushirika mzigo wa madeni ambao unaweza kuepukika. Hivyo ni wataki watendaji wa vyama kuhakikisha wanashirikiana na mabenki ili pembejeo hizo zilipwe ili kurudisha utoaji wa huduma. Eneo la pili ni kuendelea kuhamasisha wakulima zaidi katika maeneo yenu ili kuitikia kilimo cha tumbaku na kuhimiza tija kwa kilimo husika ili kuinua pato la wakulima.